kwenye namna ya uchezaji wake alionao. Nilikuwa nazungumza kwamba kama angefika kwenye peak na akaa kwenye ubora wake Celestine Ekua angeweza kufanana naye, lakini bado hajaweza kuclick. Okello ana faida nyingi kwa sababu kwanza unaweza kumtumia kama winga na anaweza akawa kama ni inverted kwa maana akatokea kulia au kushoto, anaweza kucheza, lakini pia unaweza kumtumia kama mchezaji namba 2 kwa maana namba 10 kutokana na maarifa yake, kasi na ubunifu, hasa anapokuwa analitia kwenye eneo la mwisho na uwezo wake kuweza kukevu. Kwa hiyo nafikiri moja kwa moja kwenye kile ambacho amekosha katika mechi za karibuni, namuona kwamba akienda kuingia kwenye kikosi cha Yanga, hasa kwenye mechi ambazo Yanga wanakuwa wanahitaji watu ambao wanaweza kwenda kuwasaidia kupush katika eneo la mwisho na kuweza kutengeneza makosa kwa safu ya upinzani, lakini pia kuweza kuongeza nafasi za washambuliaji kuweza kuzitumia katika mechi. Kwa binafsi nafikiri sioni ugumu wa yeye kuingia kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu aina wachezaji wake haufanani na wachezaji wengi ambao Yanga wako nao. Bwana, mambo vipi? Kwanza uko vizuri? Umepata kumsikia rais wa klabu ya Yanga na mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika Engineer Hersi Said akizungumza kwa madaha kweli kweli kuhusiana na Alan Okello, na anampenda kweli kweli. Anakuambia kama sio dirisha dogo la Januari basi Juni mambo yatakuwa mazuri. Striker huyo, winga huyo, fundi huyo wa mpira kutokea Uganda atawasili pale kwenye viunga vya Dar es Salaam, maeneo ya Twiga na Jangwani. Alan Okello, kumbukwe tulimpiga hapa, mambo yalikuwa mengi kweli kweli, comments nyingi, ndio maana tunasema inapokuja swala la tetesi kaa kimya, maana huku ndipo ambapo tunapajua zaidi. Sisi soma nabii bwana, lakini hatutakiwi kupingwa kwenye masuala mazima ya tetesi kwa sababu viko vyanzo vya kuaminika kweli kweli juu ya tetesi za nane na kwenda wapi wanamtaka nani. Engineer umemsikia, amethibitisha ya kwamba chuma kitatua pale mitaa ya Twiga na Jangwani. Sasa wewe uliyekuwa unabisha ulikuwepo? Bwana, karibu tuzungumze naye Dominic Salamba, Chifu Zobare kama Zoom fella. Lakini pia nikuambie tu ya kwamba na kupenyezea siri, taarifa hizi zinapatiwa pia nguvu kubwa mno na kampuni yako pendo ya mabati kwa maana ya Bati Quality. Hii ni kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote, zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilio ya chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bado tunanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Cha kufurahisha zaidi kuelekea mwishoni mwa mwaka, tuna offer bab kubwa ya sikukuu hizi za Christmas na mwaka mpya, offer ya bati 10 bure kwa wewe mteja utakayekuwa wa mwanzo kwa siku na ukinunua bati 200 kiwandani kwetu. Je, uko tayari kupata ofa kutokea kwetu Bati Quality? Basi fika kiwandani tukuhudumie. Chifu Nzobane kama Zoom fella, Dominic Salamba, uko vizuri? Mimi niko vizuri ndugu yangu. Ulitupa taarifa ya Alan Okello kuhusishwa na Young Africans na vyanzo vyako viliripoti kwamba kuna uwezekano mkubwa kweli kweli wa kutua mitaa Twiga na Jangwani. Wapo waliobeza, wako walikuwa wanasema tusubiri kuona. Hatimaye Engineer Hersi Said amekwenda kuzungumza, kama si Januari basi tusubiri. Nafikiri ni kawaida ya wanadamu. Yaani kuna watu wataendelea kubisha mpaka siku ambayo maisha yatakuwa yana maana. Wanakuwa wanabisha kila siku. Lakini sisi tupo kwa ajili ya kuprove. Lakini pia wanapokuwa wanabishia ndio wanatufanya tufanye kazi zaidi. Kuhakikisha kwamba tunaendelea kukua bora na wao waendelee kubisha hivyo ambavyo kimsingi tulishazungumza hapa kwamba ukiangalia Engineer hajaanza leo kumzungumzia Alan Okello au kumfuatilia Alan Okello, ni muda mrefu. Alikuwa ni miongoni mwa nyota ambao alikuwa anatamani kuweza kumchukua. Hata kipindi kile ambacho anamchukua Aucho bado alikuwa anafikiria kuhusu kijana huyu mdogo ambaye alikuwa na kipaji cha hali ya juu sana. Na ni kiongozi ambaye amekuwa akipenda wachezaji ambao wana ubora wa hali ya juu na vijana ambao anaweza kawatumia kwa muda mrefu kwa sababu project zake ni za muda mrefu. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa ninakifahamu, na baada ya Okello kuanza kufanya vizuri hata kabla hajakwenda Algeria, ilikuwa miongoni mwa timu ambazo kwanza mataji ilikuwa ni Yanga. Sema tu ile offer ya Algeria ilikuwa imewahi zaidi, kwa Yanga wakashindwa kuweza kumpata. Lakini sasa hizi nafikiri mambo yamekaa sawa sawia baina ya Okello na klabu ya Yanga. Ambacho tukibakia ni kitu kidogo, ni kuhusiana na mambo ya vilabu.
kwa maana timu yake ambayo anachezea Vipers na klabu ya Yanga waweze kufikia kwenye terms, lakini katika mazingira ya kawaida unaweza kusema kwamba Okello ni mali ya klabu ya Yanga, ni swala la muda tu. Kwa hiyo niko hapa kuambia kwamba ni mchezaji ajaye wa klabu ya Yanga ambaye atakwenda kuvaa jezi yake pale kwenye klabu ya Yanga na kwenda kuitumikia, na jana tumeweza kuona baadhi ya uwezo alionao, mambo yake anaweza kuyafanya, ameweza kuthibitisha, na ndio maana ya kwamba timu kubwa siku zote inakuwa inasajili wachezaji wakubwa kwa lengo la kujiimarisha. Kwa hiyo unaweza kaona au kapata picha, just imagine upande mmoja anakaa Pacome, upande mwingine anakaa Alan Okello. Nini kitakwenda kutokea kuanzia mwezi wa pili au mwezi wa tatu? Bana, tunaendelea kukukumbusha ya kwamba taarifa za tetesi za Alan Okello kuhusishwa pale mitaa Twiga na Jangwani, tulikuwa wa kwanza kukupatia taarifa hizo. Hatukusita wala kuogopa chochote kile kinachohusu taarifa hizo, na sasa engineer amekuja kuthibitisha. Wale ambao walikuwa wanakuja kwa kuzungumza maneno yasiyofaa, naamini kuna kitu cha kujifunza. Kuna nyakati pia unatakiwa ukae kimya kama jambo ulijui, alafu usubiri jambo liwe jambo, ufurahie wewe. Kama unalina kuumiza, basi umie wewe kivyako vyako. Hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea pia kutamba kwenye upande huu wa tetesi. Sasa tuzungumze kiufundi zaidi. Alan Okello kutokea pale Uganda, kinda huyu miaka 25. Je, anaweza kuisaidia Young Africans kwa jinsi ambavyo unamtazama? Amekuwa msaada kwenye timu ya Vipers, lakini pia amekuwa msaada kwenye timu ya taifa ya Uganda. Je, nafasi yake ndani ya Yanga unaiona? Yanga ambayo imejaa striker, mawinga, professional kibao kutoka mataifa mbalimbali. Nafikiri kwa wale ambao walikuwa hawajamfuatilia vizuri, baada ya kuangalia mechi ya Uganda dhidi ya Tanzania, wanaweza wakawa wampata majibu ni mchezaji wa namna gani. Unaweza kuona kwamba kwa kile anachokifanya Yanga kwa saizi hawana mchezaji kama huyo. Kwenye namna ya uchezaji wake alionao. Nilikuwa nazungumza kwamba kama angefika kwenye peak na akaa kwenye ubora wake, Celestine Ekua angeweza kufanana naye, lakini bado hajaweza kuklik. Kwa Okello anafanya nyingi, kwa sababu kwanza unaweza kumtumia kama winga na anaweza akawa kama ni inverted, kwa maana akatokea kulia au kushoto, anaweza kucheza, lakini pia unaweza kumtumia kama mchezaji namba 2 kwa maana namba 10 kutokana na maarifa yake, kasi na ubunifu, hasa anapokuwa analitia kwenye eneo la mwisho na uwezo wake kuweza kukevu. Kwa hiyo nafikiri moja kwa moja kwenye kile ambacho amekionyesha katika mechi za karibuni, namuona kwamba akienda kuingia kwenye kikosi cha Yanga, hasa kwenye mechi ambazo Yanga wanakuwa wanahitaji watu ambao wanaweza kwenda kuwasaidia kupush katika eneo la mwisho na kuweza kutengeneza makosa kwa safu ya upinzani, lakini pia kuweza kuongeza nafasi za washambuliaji kuweza kuzitumia katika mechi. Kwa binafsi nafikiri sioni ugumu wa yeye kuingia kwenye kikosi cha kwanza, kwa sababu aina wachezaji wake haufanani na wachezaji wengi ambao Yanga wako nao. Mimi nataka pia tuambie Dominic Salamba nafasi ambazo anazimudu zaidi Alan Okello akiwa uwanjani. Nafikiri ni miongoni mwa vitu muhimu kweli kweli. Wana Yanga na wa Tanzania wapenda soka kwa ujumla wanahitaji kujua ili wajue kabisa akija nani na nani, kazi yao huenda ikawa nzito kweli kweli, na huenda wengine wakampisha kijana huyu balobalo kutokea pale nchini Uganda. Ambacho sasa nikazungumza ni kwamba siwezi nikasema nani na nani kwa sababu mpira wa kisasa mbadilika. Mwalimu ndo anakuwa ana game plan kutokana na opponent. Kwa hiyo kuna wakati mwalimu anaweza kaamua atumie winga wawili, atumie winga mmoja, atumie washambuliaji watatu, atumie washambuliaji wawili, asitumie kabisa mshambuliaji, kulingana na aina ya hapa chambani anaenda kuingia. Na kiki msingi mchezaji ambaye anaweza kucheza nafasi 3 za mbele zote. Kwa maana anaweza akacheza namba 11, akacheza namba 7, akacheza na namba 10. Kwa hiyo sasa tegemea mwalimu anataka aingie na style gani. Kama anataka aingie na namba 10 wawili, maana yake utakwenda kumtumia. Kama anataka aingie na pure winger, maana yake unaweza kwenda kumtumia. Kama ataamua kuingia na mchezaji mmoja, anaweza kumtumia pia kama namba 10, kwa maana kuweza kusupport na uwezo wake mkubwa kufanya dribbling kwa eneo kubwa na kuweza kupunguza gap. Kwa nafikiri issue ya kwamba nani atakwenda kutoka sio rahisi kuijua, lakini nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao watakwenda kuwa ni regular sana kwa kikosi cha Yanga. Ubora wa mchezaji huyu Alan Okello ambaye anahusishwa pale mitaa Twiga na Jangwani na Engineer Saidi. Sio anahusishwa. Yaani kama nilichokuambia kwamba issue ya Okello na Yanga imekwisha. Ni swala la muda tu. Whether Januari au mwezi wa 6. Inategemeana tu na makubaliano ambayo atakwenda kufikiwa baina ya klabu yake sasa hivi na klabu ya Yanga. Lakini yeye moyo wake, akili yake, kila kitu vinaiwaza Yanga na tayari mchezaji wa Yanga.
Basi ninyooshe maswali yangu ama ninyooshe sentence yangu kusema mchezaji huyu mpya ndani ya Yanga ambaye anatarajiwa kutua pale Jangwani, watu wanataka wafahamu uimara wake zaidi akiwa uwanjani ni upi? Ni mtu ambaye mzuri sana kwenye pasi, mzuri sana labda kwenye kudribble, mzuri sana kwenye kujiposition. Uimara wake ni upi hasa Alan Okello Dominic Salamba? Ni miongoni mwa talenti kubwa ambazo tuko nazo East Africa. Yes. Kwa maana katika ukanda wetu ana vitu vingi ambavyo vinamfanya aweze kuwa katika kundi la wachezaji wa kisasa. Kwanza, uwezo mkubwa wa kuweza kufanya dribbling. Anaweza kudribble mpira kwa muda mrefu, kwa umbali mrefu. Akafanya dribbling, lakini pia uwezo wa kupiga pasi fupi na pasi ndefu. Wana nikupe niweze kusogea, lakini jambo lingine uwezo wa kupiga chenga. Okay. Na kubwa zaidi ana uwezo wa kufunga kwa njia ya Kevin, kwa maana kwamba anaweza kufunga akiwa anatokea pembeni, wenda kulia au kushoto. Na jambo lingine kubwa ni maarifa yake ya kuweza kuwapunguza walinzi anapokata kushambulia, na ni mtu ambaye ashambulii kwenda pembeni, ashambulia akiwa anaingia na kuweza kupunguza gap na kuweza kuikaribia ile D, na wakati huo inaweza kwenda kutoa nafasi kwa washambuliaji kama kina Dube kupata nafasi nyingi za wazi na kuweza kutumia. Kwa binafsi nafikiri ni pure talent from East Africa ambayo ikitua Yanga anakuja kuungana na wachezaji wengine wakubwa, kwa sababu kwa saizi unapozungumzia ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati hapa hakuna klabu ambayo imesheheni nyota bora wenye uwezo mkubwa kama klabu ya Yanga. Kwa hiyo siku zote wanakuambia chuma ukaa na chuma, mbao ubakia na mbao. Very sure. Aliye bora atatamani kuweza kwenda Yanga, na ndio maana hata wachezaji wengi bora wa ndani bado wameenda kukusanya klabu ya Yanga. Ndio, bado tunaendelea hapa na bado naendelea pia kuselelea matangazo jadidi kweli kweli. Bado unafurahia matangazo haya ambayo yanapewa nguvu kubwa zaidi na Vini Nkolomboka, kinywaji kipya mjini, na ndio maana tunasema bwana, nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Wewe ambaye bado hujapata kinywaji chako, sasa kipo madukani, kinapatikana. Vini Nkolomboka ni kinywaji kilichotengenezwa kwa kutumia vitu vya asili na si vitu vya kemikali. Vini Nkolomboka ni mchanganyiko wa vitu vyetu vya asili kama vile asali, lakini pia tangawizi na mimea yetu ya asili kadha wa kadha, na imefanikisha kutengeneza kinywaji ambacho kinakuweka wewe ukiwa na nguvu kama Simba, lakini pia kinafanya uchangamke zaidi na mambo yawe vizuri. Kinywaji hiki bwana kina testi nzuri, lakini kinywaji hiki bwana kina ladha mulua. Kinywaji hiki bwana ukinywa utafurahia maisha kwa sababu inakuongezea vitu fulani hivi. Sasa fika madukani kwa sababu kimeenea sasa, ili uweze kupata kinywaji chako bora. Lakini wewe mfanya biashara, ni fursa yako pia kuchangamkia tenda hii ya kuchukua Vini Nkolomboka ukaweka kwenye biashara yako, ili mambo pia yawe mazuri kweli kweli. Hakika Vini Nkolomboka bwana, nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Dominic Salamba, tunaendelea hapo bado tunaye Alan Okello. Dili lake pia inasemekana Khalid Aucho, mchezaji wa zamani wa klabu ya Yanga, kwa sasa Singida Black Stars, ndiyo ambaye amefanikisha kwa asilimia zaidi ya 60, huku Engineer Saidi yeye akazitumia 40 zilizosalia kumaliza dili hili. Je, taarifa hizo zina ukweli kwa mujibu wa vyanzo vyako? Sasa hizi unapozungumzia wachezaji wa kuheshimika wakubwa kwenye timu taifa ya Uganda ambao ni viongozi wanaongoza njia, utamzungumzia Aucho, utamzungumzia Onyango. Okay. Ni wote ambao ndio wapo kwenye timu ambao wana muda mrefu. Tunasema ni masini. Yes. Na ndio wamekuwa wako pale kwa maana ya kuongoza njia kwa vijana ili waweze kufikia matarajio yao. Kwa hiyo wakati mwingine vijana walianza kupenda mpira kwa kuwa wanaangalia hawa nyota kabisa ambao wako wanacheza, mwingine kwa Mamelodi, mwingine alikuwa kule South, alikuwa Messi sehemu nyingine. Kwa hiyo unapokuwa na nyota kama hawa siku zote wanakuwa ni njia. Kwa hiyo na mahusiano ambayo anayo Khalid Aucho binafsi na rais wa klabu ya Yanga, pia na klabu yenyewe ya Yanga, kwa maana management yote na mashabiki wa Yanga yameendelea kuimarika, kwa sababu ni mtu ambaye amekaa Yanga kwa muda mrefu, amekaa Yanga katika mapenzi makubwa, ametumikia Yanga katika utumishi ambao tunasema ulikuwa umetukuka kwa uwezo wake wote. Alikuwa ndio kiongozi wa timu, akiwa na timu imefanikiwa kuchukua mataji mengi, na ameondoka Yanga kama rafiki ambaye siku moja atakuja kurudi, kama sio mchezaji basi kuja kurudi kama kiongozi, kama ambavyo wengine wengi wameweza kurejea. Wakati yuko timu nyingine bado amekuwa kiangalia Yanga kama sehemu ya furaha yake, kama sehemu ya timu ambayo angetamani iweze kufikia ndoto ambazo yeye hakuweza kuzifikia, kwa sababu miongoni mwa ndoto ambazo alikuwa nazo pengine kuweza kuona anachukua bingwa wa kombe la shirikisho, au hata kufika finali ya bingwa barani Afrika ambazo hakuweza kufikia. Kwa maana ya kwenye kombe la shirikisho alifika finali lakini hakuweza kuchukua. Kwa upande wa klabu bingwa wameishia robo. Kwa hiyo anatamani kuona siku
klabu hii ipendwa maana ipenda iweze kufikia malengo. Ndio maana alikuwa ni sehemu ya kuweza kufanikisha na kuweza kumshawishi kijana apite kwenye njia nzuri ambazo zitamfanya aweze kufikia mafanikio. Timu ziko nyingi, wengi walimtaka Okello, lakini mwisho siku unaangalia ni timu gani ambayo inaweza kwenda kuwa makazi sahihi na salama yenye mafanikio kwa kijana, akaona mshawishi aweze kujiunga na klabu ya Yanga ambayo ni klabu pendwa sio Tanzania tu, lakini Tanzania, Kenya, Uganda, Kongo, Burundi, Rwanda, Somalia na maeneo mengine mengi mpaka kwenye Guba ya Uajemi. Ni kikunukuu vizuri hapo. Umezungumza kwamba timu ziko nyingi zilikuwa zinamtaka kijana Alan Okello, lakini miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinamhitaji Alan Okello iko timu ya hapa nyumbani Tanzania, kwa maana ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mafarao hawa wakati kati ya jiji la Dar es Salaam pale Kariakoo, mtaa wa Msimbazi. Hawa walikuwa mawapi dili lao na Alan Okello, kwa sababu wao ndio kana kwamba walianzisha hii vita. Misimu zaidi ya mitatu kila mwaka wanamsajili Alan Okello, lakini ligi inapoanza tumuoni. Kila mwaka wanamsajili Alan Okello kwenye usajili, ligi inapoanza atumuoni. Sasa hivi Engineer Saidi amepita naye kama kipanga. Nafikiri kwenye siku za karibuni Simba wapo kwenye wakati mzuri. Okay. Wapo kwenye wakati mzuri kwa maana hawana matokeo mazuri ndani. Na Yanga ameweza kudominate, lakini pia hata tu katika hali ya kawaida wamekuwa wana sintofahamu nyingi ambazo ziko bayana ambazo tumekuwa tukizisikia. Kwa hiyo haya mambo yanayotokea yanayoendelea, usifikiri hao wachezaji ni kisiwa kwamba hawawezi kusikia, hawawezi kuwa, lakini pia kuna nyota wa Uganda wako pale Simba, nafahamu pale wana mtu kama Mkwala. Lakini kuna nyota wengine ambao wako sehemu nyingine. Kwa hiyo kila kinachoendelea kinafahamika. Kwa hiyo kwa sasa hivi ukimwambia mchezaji aliye bora uende Simba upewe 10, uende Yanga upewe 8, yuko radhi achukue 8 aache 10. Kwa nini? Kwa sababu ya mazingira. Yanga sasa wamekuwa ni favorites. Yanga sasa wamekuwa wana maisha siwezi kusema mazuri, lakini klabu ambayo ina furaha, klabu ambayo ina umoja, klabu ambayo wana mshikamano, klabu ambayo mashabiki, viongozi na wanachama wameamua kwa kitu kimoja, kwa maana kwamba wakishinda wanashinda wote, na wakipoteza wanapoteza wote. Na kama ni lawama zitakuwa ni za wote. Kitu ambacho kwa Simba hakionekani. Tunaweza kushuhudia hapa katikati baadhi ya nyota wakituhumiwa kwa mambo ambayo kimpira miguu yanakataa, kwa sababu wao ni professional. Kwa hiyo haya yote ukiangalia, lakini pia malengo na vision ya klabu ya Yanga ndio klabu ambayo zote ziko katika level moja, lakini ukiangalia Yanga unaona kama vile mawazo yao na maneno yao ni kama wana watu watatu mbele za kwenda kufikia. Yaani watu tunaweza kama nazungumza, kile mwingine akazungumza, anaonyesha kwamba anaweza kwenda kufanikisha. Unaweza kuona. Kwa nafikiri mazingira yaliyopo ya hizi timu ndiyo yanapelekea wakati mwingine Simba kuweza kumhitaji nyota fulani na Yanga wakaweza kumchukua, kwa sababu Yanga hawatakiwi kutumia nguvu kubwa kuweza kushawishi, kwa sababu tu wao pale walipo mambo yao yalipokuwa tu yanajieleza na kujionyesha. Kwa nafikiri mafanikio ambayo Yanga wamepata kwa siku za karibuni ndio inakuwa ni fimbo ya kuweza kuwachapia Simba, na wakati mwingine kuweza kuwanyang'anya baadhi ya nyota ambao walikuwa kwa Simba. Leo mwangalie Mohamed Hussein ambaye alikuwa Simba siku za karibuni, ndio mwangalie na huyu ambaye yuko Yanga, na wachezaji wawili tofauti. Hata kiwango chake kwenye timu kimeimarika baada ya kuwa Yanga. Nini? Kwa sababu amekuja kwenye sehemu ambayo kila kitu kipo sawa, kinakwenda sawa, kuna furaha, anafurahi yeye mwenyewe, anapata nafasi ya kucheza, na hata uwezo leo hii ile hicho kwamba mzee pengine pumzisho ishaisha sana. Ule uzee tena umeishia Chalinze, ampigwa kichwa nani? Wasa nini ile? Ampigwa nywele kichwani ile Black. Ameingia mjini, amekaa ni kijana. Kwa sasa hizi unapozungumzia uzee hautamtaja. Lakini bado Shomari Kapombe wanamuita mzee. Pengine naye pia akitoka pale kaenda sehemu nyingine, jina lake litakuwa litaondoka. Nafikiri kuna kitu ambacho Yanga cha ziada wanacho, ambacho kinafanya wachezaji waweze kujisikia vizuri, lakini pia waweze kujitoa na kuona kwamba wanatakiwa kufanya kwa 100% ili klabu yenyewe na mashabiki waweze kunufaika, na hasa kuzingatia kwamba kile ambacho wanafanya mashabiki kimekuwa ni silaha kubwa ya kuweza kuwapusha wachezaji waweze kujitoa kwa 100%. Kwa nini Alan Okello hakutimiliza dili lake na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Dominic Salamba amekuja na majibu mazuri kweli kweli, lakini furaha yetu ni kwamba unaendelea kutengeneza maokoto kupitia Helabet bwana, kampuni bora hiyo ambayo inakupatia bonus mpaka shilingi 300,000. Lakini ili upate hizo bonus hakikisha unapojisajili ama kujiunga na hiyo familia bwana, kwenye promo code yako uandike neno Salamba kwa herufi kubwa. Hiyo ndio tiketi ya moja kwa moja
kutengeneza okoto la bonus shilingi 300,000 za Kitanzania taslimu, na hizi au pangiwi matumizi, utachagua mwenyewe uzifanyie nini. Mimi naitwa Nicholas John, ukiniita Cisco utakuwa umetisha kweli kweli. Dominic Salamba pia amezungumza mengi na mazuri, lakini nyuma ya kamera yuko Uncle Vuma Zela Busara. Hatuna la ziada, itosha kusema tukutane tena muda na wakati mwingine, wa ila lika. Maasalam.